kutoka hapa Mohamed Al-Hassani Online Media, na hii ni silsila ya 5 katika mfululizo wetu wa gumzo kuhusu maridhiano ya Wazanzibari. Na leo tunaangalia maridhiano ya Wazanzibari kwa mtazamo wa kihistoria. Ndio maana tunamwalika hapa mtaalamu wa masuala ya historia visiwani Zanzibar, Profesa Abdul Sharif kuzungumza nasi kuhusu kile ambacho anakielewa au anaweza kutuelezea juu ya suala hili la maridhiano katika mkondo wa historia ya Zanzibar, kutoka tulikokuwa, tulipo, na pengine pia kuzingatia wapi tunatakiwa tufike katika suala hili. Karibu sana Profesa Abdul Sharif, na nakushukuru kuungana nasi kwa mara nyingine tena ukiwa nyumbani hapo Zanzibar. Na swali la mwanzo kwako ambalo kufungua kipindi hiki ni kuchambua usuli wa dhana ya maridhiano panapohusika Zanzibar, nchi yetu. Karibu sana Profesa. Najua Zanzibar inayo historia ndefu sana, kwa sababu hii ni kisiwa, wamekuja watu hapa kwa miaka zaidi ya 2000 tunajua, kutoka mbalimbali, kutoka bara Afrika, kutoka Yaman, kutoka bara Arabu na India, kila pale. Kwa hivyo jamii ya mchanganyiko toka mwanzo. Kwa hivyo vipi hawa watu wataishi pamoja? Kwa sababu walipokuja hapa wengine wamekuja kupigana au ni wachache, lakini toka mwanzo tunajua kwamba wamekuja watu hapa kutaka kufanya biashara. Kwa hivyo kuweza kupata makubaliano kwamba tunaishi vipi pamoja, na moja ni muhimu, na hiyo nimeonyesha toka kwanza kwamba lazima kuridhiana, kukubaliana. Watu wanakuja wa kila dini, walikuja Waislamu, walikuja baadaye hata katika Islamu kuna matabaka mengi na madhhabu nyingi hivi, lakini kukubaliana kutofautiana ilikuwa muhimu, principle au tunaweza kusema Kiingereza religious difference. Hiyo ilikuwa kutoka hapo zamani. Inatokea pengine walikuwa wanapigana watu kwa sababu ya mambo haya, sio kwamba hawapigani maisha, lakini kutafuta maridhiano ilikuwa ndo, katika society kama hizi tunaita cosmopolitan, ni muhimu, lazima ipatikane. Kwa hivyo, lakini mimi naona muhimu humu kwamba inapotokea tofauti kati ya jamii ilikuwa imekaa pamoja kwa muda mrefu, wameoana hao, kwamba kwanza wanataka kuja kutafuta nini tatizo, kwamba kuna tofauti hiyo, si kitu, kuna tofauti ya kila aina, lakini hasa nini itakuwa muhimu, itakuwa lazima hao watu wasisikie. Hiyo ni moja. Halafu bado kutafuta suluhisho kwamba vipi tutaishi pamoja. Nataka kufanya biashara. Sasa kama tuseme unakwenda kwa duka ya baniani, yetu tunamjua baniani Hindu, wewe unapokwenda kununua kitu pale, wewe hujali kabila yake wala rangi yake wala dini yake, lakini unataka upewe mali iliyokuwa nzuri, na unatakiwa vile vile hiyo bei nzuri. Kwa hivyo yule mfanya biashara anataka kujua hii, huyo ananunua anataka kuhakikisha mali anayopewa ni nzuri na bei, na yule anataka pesa, atatizama pesa unayo, una hataki kuombana wewe habari ya dini yako. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ndo principle yetu hapo zamani, ndio maana tunaendelea muda mrefu bila ugomvi kubwa sana. Kwa hivyo ni muhimu kwanza kujua kwamba matatizo gani yaliyotokea, halafu tuchunguze kwa haya matatizo kweli yatuzuie sisi watu kuishi pamoja, kufanya biashara, kufanya chochote tutafanya pamoja, na kama tatizo lazima tatuliwe, basi tunatafuta njia gani ufanye. Naam Profesa. Sasa ikiwa huu ndio usuli wa historia ya Zanzibar panapohusika maridhiano ya kijamii ambayo yalikuwepo miaka nenda miaka rudi,
wapi ilipoanza fitna na kusababisha katika siku za baada ya hapo Zanzibar kutambuliwa kwamba ina mpasuko, mgawanyiko, mkanganyiko wa kisiasa ambao umekuwa ukiutesa mpaka hivi leo. Kitu tunajua toka karne iliyopita pale walikuja Waingereza kuja kutawala hapa. Walipokuja hapa wameona watu wa kila aina, wao wenyewe wazungu na wengine walikuwa Marekani wanafanya biashara, lakini hapa wamekuta Waarabu, Washihiri, Washirazi, Waafrika, Wahindi, wote wako hapa wanafanya biashara na bila kubaguana, kwa njia nyingi, wala hatusikii sana. Kama imetokea huko vita nyuma, labda ingekuwa vita kati ya makabila mawili au mengine, wanaambiwa kwamba labda ilitokea kwamba watumwa wale walijitokeza kutaka kupigana labda hiyo, lakini hawakuta vita sana. Lakini walipokuja hapa mwishoni wa karne ya 19 wameanza kutawala kuanzia 1890, wamekamata serikali hasa. Sasa walipokuja pale, hapo inaanza kuja kwamba mtawala anaanza kuja pale kwa maksudi aigawe hiyo nchi ili hao watu waanze kupigana wenyewe kwa wenyewe na wao waweze kutawala. Na hii kwa Kiingereza inaitwa divide and rule, wagawe watawale. Unawagawa wale watu, kwa sababu watu wote wangekusanyika pamoja hivi wanakupiga vita wewe. Waingereza hawakuwa wengi wakati wa baada ya kuanzisha ile utawala wao, walikuwa na watu kama 26 hivi wa kutawala. Wasingeweza kupigana na 100,000 ya Wazanzibari. Kwa hivyo unataka kuwagawa. Unagawa vipi Waingereza? Kuwagawa vipi? Unatumia kabila. Kwa hivyo sasa ameanza kusema basi, sasa nyie mnaishi pamoja, kwa hivyo kila kabila iwe na viongozi wao waweze kutuambia sisi wanataka nini. Kwa hivyo ikaundwa Arab Association, ikaja African Association, kutokea hivyo Indian Association ikaja vile vile. Alafu mwisho wake sema Washirazi sasa sisi tumeachiwa, sisi ndio wananchi hapa na sisi tutaunda Shirazi Association. Sasa imekuwa hizi association na jumuiya kama hizi zilikuwa kama 26 Zanzibar, na yote inakuwa recognized na Waingereza atikuwa semea makabila mbalimbali. Sasa hiyo ndio ilikuwa mfumo hapa, na inaendelea katika hii karne ya 20 mpaka 1950. Na wakati ule hata katika hii baraza la sharia au wanaita LegCo, Legislative Council, LegCo, mule ndani vile vile walikuwa wale watawala wanakaa mle ndani, vipi wanatawala, lakini walitaka wale representatives, wawakilishi wa makabila mbalimbali. Kwa hivyo walikuwa Waarabu 3, Wahindi 2, halafu baadaye akasema bora tuwalete Waafrika 2. Sasa huo ndio ulikuwa mfumo mpaka 1950s pale wakaanza kwamba washaona kwamba sasa uhuru inakuja, mwisho wake wao watalazimika kutoka. Kwa hivyo sasa waanze kufanya matayarisho. Kwa hivyo wamesema basi tutafanya uchaguzi hapa Zanzibar kama walivyofanya kule Tanganyika. Tutafanya uchaguzi hapa kutumia makabila. Kwa hivyo viti vitatu vitakuwa ya Waarabu. Tutafanya uchaguzi, lakini Waarabu pekee yao watawachagua wawakilishi wao. 2 watakuwa Wahindi, 2 watakuwa wazungu. Na wazungu hawapo, lakini wazungu 2 kwa represent wale 25 sijui, na Waafrika watakuwa 2. Hiyo ndio walitaka kufanya. Sasa kitu hapa walikuta nikaonesha vipi ya Wazanzibari fikra zao inakuwa kwenda. Ilipokuja swala lile, kwa sababu swala lile haikuja moja kwa moja namna hii, inakuja matukio. Tukio la kwanza lilotokea kwa 1952 hapa Zanzibar ilikuwa inaitwa vita vya ng'ombe. Hawa ni wakulima na wafugaji wa Kisauni hapa Zanzibar.
walikuwa na ng'ombe wao, na kuna ilitokea ugonjwa kama hii corona, lakini kule ilikuwa ugonjwa ya ng'ombe. Ng'ombe walikuwa wanapata dawa yao, na dawa ni kweli kwamba wale ng'ombe lazima wapitishwe katika maji ya dawa, lakini waingia mzima, yote mwili mzima ipate ile dawa. Kwa bahati mbaya wale wakulima na wafugaji wale hawajui yote ile. Yule mgonjwa na ng'ombe akipata ugonjwa ile pale, wanamficha hivi, atapona mpaka hali yake mbaya, ndio atamchukua pale. Sasa huyu mgonjwa akitiwa mle ndani, akitoka baada ya muda mfupi anakufa. Kwa yule ni mfugaji anaona tumemtia humo, ndio maana kafa. Wamekataa, wanaanza hatutaki kutia hiyo dawa. Hiyo hapa ndo nataka kutua ng'ombe wetu. Askari hao na ni Waingereza wakaja kwa nguvu, wakawakamata, wakawashitaki, wakawafunga, ndio wakaanza vita vya ng'ombe. Sasa ilipokuja ile vile ng'ombe wakashtakiwa pale vile vile na mtatu. Baada ya kumalizika ile ng'ombe, baada ya kuachiwa walikwenda kupigana huko gerezani, watoa wale watu waliofungwa. Baada ya kutoka pale, kwa sababu bora tuunde taasisi yetu ya kupigania haki yetu. Hapa ndio kitu kilikuwa muhimu. Wakulima na wafugaji walipounda chama chao, hakujiita kikabila. Hawakusema sisi Waarabu, sisi Waafrika au Washirazi. Wakasema Ittihadul Umma, raia wa sultani, kwa sababu raia sultani wale ndio walikuwa wanajifikiri wananchi wa hapa. Sasa hiyo ndio nimeona ni muhimu iliyotokea. Hiyo inaonyesha hasa kwamba Wazanzibari wenyewe walikuwa wanafikiri hivi, hawakufikiri kikabila, wamefikiri zaidi kitaifa, kizalendo. Kwa hivyo wakaunda hivi Ittihad. Ilikuwa ni chama kidogo kabisa. Hiyo katokea 1952, na wakati ule huku mjini hawa Arab Association hawa na African Association na Shirazi Association wakaambia, sasa nyinyi nataka mfanye uchaguzi, kuchagua nani tutafanya uchaguzi baadaye, lakini nani atawakilisha nyinyi. Hapo ilipofika African Association, wakasema sisi tunayo African Association yetu. Shirazi wanasema tunayo association yetu. Nyerere kaja kutoka Dar es Salaam kuwashawishi waungane, waunde Afro-Shirazi Party. Kwa hivyo wao wamefuata ile mfumo walioanzisha Waingereza wa kikabila, na hasa ile African Association wakati ule ilikuwa watu wengi wale watu kutoka bara wanakuja hapa kufanya kazi mjini hapa, wao ndio walikuwa wanaunda African Association. Kwa hivyo wale wengine Washirazi, Wahadimu, Watumbatu, Wapemba, wale wote wanajiona wao ni Wazanzibari halisi wa hapa, na wao ndio waliounda Shirazi Association. Kwa hivyo ndio maana kaja Nyerere kutaka kuadhimisha kufanya chama kimoja, ikaundwa Afro-Shirazi Party. Walipokwenda kwa Waarabu wakati ule, Waarabu ndio walikuwa katika hasa Arab Association, wakuu wale walikuwa wenye mashamba makubwa, matajiri, na wangeweza kutumia ile ukabila yao, kwa sababu tokea hapo walikuwa wanapendelewa, wanapata vitu vingi zaidi. Lakini badala kukubali ile, sajabisha kwamba ukaamua kwamba hatutaki kugawika kikabila. Wakakataa kabila kabisa, hatutaki uchaguzi ufanyiwe kufuata kabila, ifuate common role election. Wasimamishwa, mtu anasimama Ngome Kongwe hapa, tuseme ni mji wa Mkongwe, kiti kimoja, watu wote wapiganie, wote atopata ndio atakuwa ni mwakilishi. Hakutaka kuunda chama cha kikabila kusimama katika uchaguzi.
ugomvi katokea muda mrefu, ikaendelea toka 1953 wakagoma kwenda kwenye ile LHCO, wakashtakiwa, gazeti zao zikafungwa, mtu mmoja kauliwa vile vile huko kwa sababu hiyo, ugomvi huo, Mwarabu aliouliwa na wenzake kwa sababu yeye alikuwa kama anawasaliti. Kwa hivyo wao wenyewe wale Waarabu hasa walikuwa vijana wale wasomi sasa, wengine wajitokeza kama kina Ali Muhsin na hao wale, kasema sisi hatukubali kusimama katika uchaguzi ya kikabila. Wakaanza kukutana na wale wakulima, wanasema tuunde chama kimoja pamoja, sisi tusitumie Arab Association. Hiyo Arab Association itabakia kama ni jumuiya ya kabila ya mambo ya ndani, lakini kisiasa sisi tuna fikra moja ndani yetu. Hapo ndio ikaundwa Zanzibar Nationalist Party, na hiyo ni muhimu vile vile kwamba katika ile jina hakutaja kabila, Zanzibar Nationalist Party. Kwa hivyo ilipokuja uchaguzi wa 57 vilikuwa vyama viwili vikubwa viliosimama. Ilikuwa moja ya Waislamu, chama cha Waislamu hapa mjini, lakini ile ilikuwa haikutaja kabila, lakini ilikuwa katikati ya Wahindi, lakini hata wao wamejigawa kwa Waislamu tu, waacha wale mabaniani. Kwa hivyo, lakini yeye bado, kwa sababu kule bado ukabila ilikuwepo katika fikra zao watu, kachaguliwa mtu wao mmoja wakati katika uchaguzi wa kwanza. Lakini ZNP iliunganisha watu wa Waarabu na Washirazi wengine, ilikuwa mpya sana. Hata hiyo fikra hakuweza kujitangaza vizuri hivi. Kwa hivyo katika uchaguzi wa 57 walishindwa kabisa, hakupata hata kitu kimoja, na nyingine zile 5 zikaenda ASP na moja huyu Muslim Association. Kwa hivyo walishindwa pale, lakini kushindwa pale ilikuwa kwa sababu hawakupata muda wa kujitangaza, kufanya campaign, kufungua branches na nini. Kwa hivyo ile politics ndio ikaanza hapo mgawanyiko, lakini kuanza kuonesha wazi kabisa. Lakini ilipofika uchaguzi wa 61 wale ZNP walikuwa wamejipanga vizuri kufanya ile uchaguzi. Kwa upande wa pili, ile Afro Shirazi Party imeanza kugawika kwa sababu Washirazi wanasema sisi ndio wengi huku Zanzibar. African Association inakuwa watu wengi ni watu wa bara walikuwa hapa mjini sana, kwamba ilikuwa ile mvutano mwisho wake ikagawika. Ilipogawika ASP, wale waliotoka ni wale walikuwa Washirazi, walifukuzwa. Walipotoka pale wakaunda chama chao kwa sababu ya siasa, lakini wakaita chama chao Zanzibar and Pemba People's Party, chama cha wananchi ya Zanzibar na Pemba. Kwa Zanzibar maana yake walikuwa sema kisiwa hiki na Pemba, lakini wao lazima walitaka Pemba itajwe kwa sababu wengi wao wanatoka Pemba. Sasa wao vile vile hakutumia ukabila. Imekuwa sasa ile, kama unaona kwamba fikra zao za uraia na uraia na uzalendo zinalingana na ya hao na ZNP. Kwa hivyo kuanzia pale ndio ikaanza mvutano. Hata hiyo nini waliounda ZPP ikagawika baadaye, mmoja wao kaka watatu karudi Afro Shirazi Party, wengine wawili wakajiunga na ZNP, na katika uchaguzi uliokuja baadaye 61 na 63 vile vile walikuwa pamoja mpaka uchaguzi wa mwisho wa 63 kabla ya uhuru. Ilipotokea hiyo uchaguzi,
imeonyesha wazi sasa kwamba Zanzibar imegawika vipi. Imegawika nusu kwa nusu. Ukihesabu kura walopata, Afro Shirazi walipata kura 54%, lakini viti wamepata kama 13 nafikiri. Upande wa pili ZNP, ZPP kwa pamoja walipata 46%, lakini viti 18, kwa sababu namna ilivyogawika yale majimbo yale. Sasa hapa inaonyesha kwa upande mmoja una Afro Shirazi Party iliyochukua zaidi fikra ya ukabila, na ya pili ZNP, ZPP fikra zaidi ya uzalendo. Hapo na mgawiko iliyokuwa wakati ule. Kwa hivyo kwa muktadha huu ambao unatuelezea hapa Profesa, ni kwamba fitna hasa ya Zanzibar ilianza na kuja kwa utawala wa Kiingereza mwaka 1890 na ambao ulidumu kwa zaidi ya miaka 70 baada ya hapo, na kwa hivyo ndani kipindi chote hiki akatandika misingi huyu Mwingereza ya kuhakikisha kwamba jamii hii au ya kuhakikisha kwamba utawala wake unakwenda ndivyo kwa kuwagawa aliwakuta kwa maana ya Wazanzibari. Je, kulikuwa na jitihada zote zile za wanasiasa, za viongozi wa kisiasa ndani ya Zanzibar kujaribu kuiona uhalisia huu na kuutibu, hasa ilipoelekea wazi kwamba nchi inakaribia kupata uhuru wake mwaka 1963? Sasa hapo ndo karibu 63. Sasa uhuru ndo inakuja mwaka ule Disemba, ilikuwa ndio uhuru, lakini wakaenda kwa London kujadiliana na Waingereza uhuru itakuja vipi. Sasa kule inasemekana Ali Mohsin kaandika katika kitabu chake kwamba yeye kapendekeza kwa Mheshimiwa marehemu Karume kwamba kweli sisi tumegawika sasa kisiasa ndani, lakini sasa tunaingia kwenye uhuru, tuungane sote sisi, tusigawike sasa, tuungane. Shamte wa ZPP atakuwa ni prime minister. Ilikuwa hakuna president wakati ule, ilikuwa prime minister kwa sababu sultani alikuwa yupo bado, na Afro Shirazi itapata viti nusu lobaki zile, na ZNP watachukua nusu. Hiyo tutakuwa sote pamoja. Sasa hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza tutaka kupata maridhiano, lakini maridhiano haya yalikuwa zaidi ya kupatana. Wechukua viti vile vile kama napata mimi na yetu atakuwa huyu Shamte, lakini Shamte alikuwa ni rafiki yao ZNP. Karume nasikia akasema ngoja basi mpaka kesho tu nitakupasha nitakupeni habari. Hiyo imefika London. Siku ya pili karudi akasema hatutaki, ikakataliwa. Sasa inasemekana Ali Mohsin kasema, mimi sina dalili, kasema kwamba kaenda kupata ushauri wa Nyerere. Kama ni kweli, mimi mwenyewe nastaajabu kwa sababu ningetegemea Nyerere ningesema ndio sawa, lakini kama kweli kamshawishi akatae, imekuwa labda amechangia sasa katika mgawanyiko wetu, na hiyo ndio si mara ya kwanza. Sasa hapo ndo kaza, na matokeo yake mapinduzi, watu wameuana, imekuwa ile ufa imekuwa kubwa zaidi kwa sababu umeleta sasa uadui, kwa sababu watu inasemekana watu kwa maelfu wameuliwa, wengi wamekimbia na hiyo. Kwa hiyo imekuwa balaa yetu imekuwa zaidi. Tungeweza sisi wenyewe kukubaliana kwenda pamoja kwenye ile, tungeepuka na hiyo ya kwanza. Lakini kutokea ile mgawanyiko, kutokea ile mapinduzi serikali ilipoundwa pale, serikali ya Karume ilikuwa ndogo na imegawika, nchi imegawika nusu kwa nusu, ugomvi namna ilivyotokea vile pale, na hata ile nini watu walomsupport nani Karume
Wako wengine walikuwa na fikra zao wenyewe vingine kabisa. Na wakati ule iliingia wa China, Warusi, communism iliingia sana hapa. Cuba, wote yalikuwepo hapa. Amerika imeona kwamba hapa hii itakuwa communist country. Na Nyerere katishika sana, hakutaka ifanyike vile. Kwa hivyo uhuru ulitokea Disemba 10, 1963. Mapinduzi tarehe 12 Januari, baada ya mwezi mmoja. Katika miezi mitatu tu wameanza kukutana Nyerere na Karume kumshawishi kwamba sasa waungane Zanzibar na Tanzania. Hiyo sasa tunajua sisi kwamba Karume hakutaka hiyo. Karume anataka hii nchi yake ibakie na iwe inashirikiana na jirani, lakini kuungana katika nchi moja inaonekana kwamba yeye hasa hakutaka, kama kawa pressurized kukubali, na wala hapa hakushauriana na watu wengi. Hata ile nini Revolutionary Council, Baraza la Mapinduzi, hawakuambiwa habari hiyo, proposal hiyo, mpaka tarehe 22 ya Aprili, na tarehe 24 inatangazwa. Kwa hivyo hasa hiyo imeleta tatizo la pili la Zanzibar. Moja ni sisi kugawika, la pili kumezwa na Tanganyika kama nchi ndogo iliyokuwa haina sauti kubwa. Halafu ndo mambo ya kero za muungano ndo zinaanza hapo. Kwa hivyo matatizo mawili yamekuja pamoja. Na baada ya hapo, Profesa, kama unavyosema, ndo akaja mapinduzi na baadaye muungano. Kwa namna gani mapinduzi ya 64 na muungano pia huo wa 64 Aprili vilichangia ama kwa kheri au kwa shari katika kuendeleza au kuondosha mgawanyiko wa Zanzibari ambao ulishashuhudiwa katika zama za siasa na mpaka baadaye? Je, nakusudia kusema hapa kwamba kulikuwa jitihada zote zile ambazo zilichukuliwa, na kusudia kusema kwa namna yote ile mapinduzi au muungano vinaweza kutajwa kwamba vilichangia upande wote katika pande hizi mbili za kheri au shari kwenye maridhiano wa Zanzibari? Baada ya mapinduzi na baada ya muungano, kitu kilichotokea pale kwamba in fact walipokuja pale kule Tanzania kule walikuwa washaanza wakabadilisha mfumo kule, wakaunda serikali ya chama kimoja mapema sana, kwa sababu kule TANU wakati ule ilikuwa chama kina nguvu sana nchi nzima, bila vyama vingine vilikuwa kidogo. Kwa hivyo kule wao walikuwa washaanzisha utawala wa chama kimoja. Hapa Zanzibar kwa sababu imetokea mapinduzi, vile vile imetokea chama kimoja. Hiyo ndo ASP wakati ule bado ipo. Kwa hivyo hawa pamoja ndo wakaunda serikali ya chama kimoja, na hiyo ikaendelea mpaka 93. Kwa hivyo sasa katika hali ile tawala chama kimoja ilikuwa hairuhusu tofauti yoyote kutokea. Chama kinawatawala kila kitu. Sasa inaweza kuwa kwamba kama chama kweli inawashirikisha watu wote kukamilifu kabisa, watu hawana tatizo, na hiyo ni umoja inapatikana, lakini mwisho wake tunajua kwamba lazima itatokea tofauti, na tofauti kama huruhusu jitokeze wazi, isikilizwe, alafu wale watu waweze kufurahishwa na maendeleo, inakuwa sawa. Lakini ilipoanza kusogea, matatizo yalikuwa mengi. Matatizo hasa yalikuwa ya uchumi zaidi, ya kisiasa, lakini baadaye imeanza kuchukua sura
ya siasa. Ugomvi mkubwa ilikuwepo wakati ule ni kati ya Zanzibar na bara, ndio swala la muungano, kwa sababu ule muungano ilipoundwa, imeundwa kusema kweli, nchi mbili zimeungana, lakini katika hiyo serikali ya Zanzibar imepewa madaraka fulani ya kujitizama, kujishughulikia wenyewe mambo ya ndani. Mambo mengine yote ya uraisi, ya kodi nyingi, jeshi, polisi, yote hiyo ni serikali ya muungano. Sasa mwanzoni pale yalikuwa mambo 11 ya muungano. Hiyo ndio makubaliano na Karume. Mambo 11 yatafanywa ya muungano, mengine yote ya Zanzibar. Ilipofanywa tu muungano, ikaanza sasa kila mwaka mambo mapya ya Zanzibar yakafanywa ya muungano. Kuanzia mafuta, mambo mengi, hata ilipofika baadaye mambo 22. Sasa kadiri inazidi vile pale, imeanza kuleta manunguniko sasa katika ile chama ya SP wenyewe, kwamba hii sasa tunapoteza madaraka yetu, kwamba ukichukua mambo yote ya Zanzibar ukafanya ya muungano, kila moja kila siku unafanya ya muungano kila siku, mwisho wake itakuwa kete tupu kwa Zanzibar, atakuwa hatuna kitu. Sasa huu ugomvi ule, na hiyo ipo kwa sababu hawa Zanzibari walikuwa kwa Zanzibar, ni hawa Afro Shirazi sawa, lakini hawa ni wa Zanzibar, wana maslahi yao ya hapa Zanzibar, na imemgusa hata rais wa Zanzibar wakati ule Abu Jumbe. Sasa wakati ule kwa Abu Jumbe, kwa sababu wakati ule baada ya miaka chache Karume aliuliwa, lakini bado Afro Shirazi ilibakia mpaka 1977 Nyerere kapendekeza kwamba tuandike katiba mpya ya Tanzania. Mpaka sasa ilikuwa tunatumia katiba ya zamani, tuandike katiba mpya, lakini wakati ule vyama viwili Afro Shirazi na TANU ziungane ziunde chama kimoja, na hiyo kusema kweli ni Afro Shirazi ndio inamezwa kabisa na CCM. Sasa imemezwa kabisa bila except moja tu, kwamba rais wa Zanzibar ndo anabakia kuwa makamu wa rais wa Tanzania, lakini katika chama vile vile. Sasa imekuwa imemezwa zaidi na mheshimiwa Abu Jumbe marehemu vile vile, yeye ameanza kubabaika, kutafrika na ile na ameanza kusema kwamba bora tuunde serikali tatu. Hizo fikra zake za ndani, bora tuanze kuunda serikali tatu ili Zanzibar iwe na serikali yake kamili, Tanganyika iwe na serikali yake, ndio mambo yao ya ndani, alafu serikali ndogo moja ya muungano katikati itawashirikisha serikali mbili pamoja. Hiyo fikra aloanzisha yeye, hiyo ndio ilikuwa suluhisho yake, lakini Nyerere hakutaka vile. Kwa hivyo ikatokea, ikafika wakati mpaka 1984 Abu Jumbe kalazimishwa ku resign na akawekwa Ali Hassan Mwinyi kwa muda mfupi. Kwa hivyo haya misukosuko ameanza kutokea pale, lakini tukipita hapo bado hapa Zanzibar hatukuweza kujipanga vipi. Ilikuwa mgawanyiko hapa, kuna watu hapa walikuwa wanampinga Abu Jumbe, lakini wanampinga vile vile Nyerere.
lakini ilikuwa hakuna njia ya kujiorganize kisheria, kwa sababu ilikuwa chama kimoja. Ukiunda chama kingine, basi haramu utakamatwa, mpaka ilipofika baada ya kupinduliwa serikali ya Urusi kule na mabadiliko yanayotokea kule dunia nzima, watu wakasema bora turejeshe vyama vingi. Kwa hivyo 1993 ikaamuliwa hiyo kwamba turejeshe vyama vingi. Iliporejeshwa pale, ikaonekana kwamba sasa Zanzibar ile sura yake ya kisiasa ndio mara ya kwanza imeanza kuonekana. Ule uchaguzi wa kwanza uliofanywa 1995 ikaonyesha sura wazi. Ikafanywa uchaguzi, CCM akamsimamisha Salmin Amur. Yeye alikuwa tayari rais muhula wa kwanza, akasimama mara pili, yeye akasimama pale. Na chama cha pili iliyoundwa ni Civic United Front, CUF. Wakaenda kwenye ule uchaguzi. Uchaguzi ulipofanyika, kusema kweli, ikaonekana matokeo yaliyotokea, nchi imegawika nusu kwa nusu kabisa, katikati kabisa. Na kusema kweli, ilikuwa CUF ndio walishinda, kwa sababu na mimi mwenyewe nilikuwa mwangalizi wa uchaguzi ule kwa niaba ya taasisi iliyoundwa hapa ZEMOG. Sasa uchaguzi ulifanyika Jumapili na matokeo yameanza kutokea. Mpaka Jumanne usiku matokeo yote yalikuwa tayari, hayakutangazwa yote bado, lakini yalikuwa tayari. Sasa ile usiku kama saa 2:30, nakumbuka wazi kabisa kuzama kwenye television, wamekwenda ule kwenye mkutano wale makatibu wakuu wa kila chama walikuwepo pale tayari, wanasubiri matangazo yale. Kabla kutangazwa matokeo, naibu katibu mkuu wa CCM Mheshimiwa Ali Amer Mohamed, yeye kasimama pale kwa ukali kabisa, na mimi namkumbuka sana kwa ukali kabisa, kwa sababu mimi nakataka matokeo yote tunakataa sisi, tena kwa barua, kaandika barua, na hata hiyo barua nilikuwa nayo kopi nayo bado pale. Kaandika hasa barua kwamba sisi tunakataa matokeo yote haya, CCM inafanya hivi. Basi nikaona, na mimi siku ile kabla yake nilipata habari, nilipata results walokusanya hawa CUF, na imeonyesha kwamba CUF wameshinda, lakini ile ilikuwa unofficial. Ile ilikuwa ndio itokea official pale. Basi katokea sasa, tukaona sasa tutazame kesho sasa katokea vipi, nini watatangaza kesho. Ilipofika siku ya pili, wanakwenda pale wanatangaza kwamba CCM kashinda kwa 50.1 au 2, literally 50.1 au 2. Sasa popote ukisema wewe, nchi imegawika nusu kwa nusu hapo. Hiyo ndio wazi, nani kashinda nani kashindwa, ile ilikuwa muhimu, lakini nchi imegawika nusu kwa nusu. Hiyo ndio sura imeonekana wazi pale, na mimi ndo nasema wakati wote, hiyo ndio ni mara kwanza kufanyika vile, na kila uchaguzi ingekuwa halali kabisa, labda CUF angeshinda, lakini hata wao wangeshinda, ingekuwa kwa hivyo 51%, labda hawa 49. Sasa huo mpasuko ndio ulikuwa tatizo. Kutokea uchaguzi ule, katokea uchaguzi wa pili 2000, na wakati ule katika uchaguzi ule CCM walishindwa katika viti vingi vya hapa mjini pamoja na ng'ambo. Kulikuwa viti 18 walishindwa, lakini baada ya kutangaza ni matokeo yale, wanasema haya yameharibika kwa sababu imetokea hii na ile, kwa hivyo uchaguzi umefutwa, ikarudiwa baada ya wiki moja. Lakini inaonyesha pale vile vile ilikuwa imegawika nusu kwa nusu.
ilipokuja na hiyo ilipotokea vile 2000 CUF wakaanza kupanga maandamano ya 2001 ndio katokea mauaji. Ikaja uchaguzi wa 2005 ikatokea vile vile mvutano, lakini wakati huo hakutokea vita, kugombana, kupigana hasa. Sasa haya ndio yanaonyesha kwamba tatizo letu sasa moja kubwa ni sisi wenye tumegawika na SCONUS. Lazima tutafute njia kuishi pamoja. Hiyo ni moja, tatizo moja. Tatizo la pili tulikuwa nayo sisi kwamba sote CUF zima, lakini sehemu kubwa ya CCM vile vile walikuwa wananung'unika ndani kwa ndani juu ya namna tulivyomezwa na madaraka ya Zanzibar. Kila kitu kila siku na mezwa. Walikuwa wengi katika CCM wananung'unika mambo yale yale kama CUF. Sasa ile ndio inatuunganisha sisi hapa Zanzibar wote. Ukimchukua nani Abu Jumbe kafukuzwa, lakini anataka serikali tatu. CUF anataka serikali tatu. Kaondoka Abu Jumbe, kwa muda mfupi kaletwa nani Idris Abdul Wakil, lakini ilikuwa haikutatuliwa kubwa. Kaja Salmin Amur. Sasa Salmin Amur alipokuja pale, yeye ni mkereketwa, ndio anaitwa nani kamando, ni mkereketwa lakini juu swala la Zanzibar yeye ni Mzanzibari. Na wakati ule iliporejeshwa vyama vingi, ikafanywa kwamba hata yule rais wa Zanzibar alikuwa vice president wa muungano automatically ikafutwa hiyo. Kwa sasa rais anaposimama pale anaye vice president wake. Rais wa Zanzibar amekosa ile nafasi yake kwenda kwenye serikali ya muungano directly as vice president. Sasa anakwenda kama nani? Kama waziri bila wizara. Hadhi yake imepungua kabisa, hana kauli hiyo. Kwa hivyo Salmin Amur alikuwa anakasirika sana, na moyoni alipinga, na mimi najua kwa sababu tumeongea habari hiyo, lakini alikuwa hana la kufanya, kwa sababu angesimama kupinga hiyo openly hivi angefukuzwa. Na in fact amesema wakati huo, alisema wazi hivi, na hata nani Nyerere nafikiri kampia jina na Mwitambogo kwa sababu ile kwa ile, lakini ile ilikuwa fikra yake ya Kizanzibari ile. Alikuwa kwamba anapinga hii mambo ya kumezwa kidogo kidogo mpaka itapotea yote. Sasa hapo ndo nafikiri tatizo tunayo. Tatizo kwa nchi imegawika nusu kwa nusu, lakini solution moja ni kwamba kuna vitu, na hii ndo muhimu. Unapotaka kuleta maridhiano, unataka kutafuta njia, kitu gani na kuunganisha, na kitu natuunganisha sisi moja, Uzanzibari wetu kiculture. Sisi ni culture moja, utamaduni moja sisi tunayo. Hatujali tu hiyo, lakini asilimia 97 watu wa Waislamu. Kwa swala la dini hatugombani hata na Wakristo hata na mabaniani. Sisi hatuna hiyo katika utamaduni wetu wenye toka hapo zamani. Kwa hivyo tunayo kiutamaduni, tunayo besi ile. Kisiasa vile tunayo swala kubwa moja, na hiyo imeonekana wazi ilipokuja hii karibuni, lakini labda hii niwache baadaye. Hapo sasa hivi muhimu sasa kwamba tunajua kitu gani inatugawa kisiasa, lakini tunajua vile vile dawa. Ni vyema Profesa kwamba umesema kwamba sisi, kwa maana ya sisi Wazanzibari, tunajua maradhi yetu, tunajua chanzo cha matatizo yetu, kwa hivyo, na kwa maana hiyo pia tunajua dawa yetu, dawa ya maradhi hayo mintarafu ya haya maridhiano ambayo tunayazungumzia hapa. Swali ambalo
nataka hasa tuliangalie baada ya kuangalia mtiririko wote huu wa kihistoria, ni kuangalia dhati ya maridhiano, dhana ya maridhiano yenyewe. Unapofafanua kwa yote uliozungumza hapa, unadhani kwamba maridhiano hasa yamaanisha kitu gani? Maridhiano ni kwamba sio kwamba unagawana jahazi inazama unagawana mbao. Hiyo sio maridhiano, una makubaliano hiyo sawa, unagawana hivi. Lakini sisi hapa tuna nchi, hatuwezi kugawana namna hiyo. Hapa tunahitaji maridhiano, kwa sababu maridhiano ni moyoni. Nataka umkubali mwenzako kwamba huyu ni CCM, tunajua nini siasa yao, ni polisi zao, lakini tunajua hao ni Wazanzibari, ndugu zetu hawa, tumeishi nao, tumesoma nao, yote kwamba vipi tutakubaliana tuishi kwa pamoja. Si lazima kugawana kila kitu, hata mawizara na hiyo pekee yake haitoshi. Moyoni nakamkubali kwamba huyu si adui wangu, huyu ni mwenzangu. Sasa ile ndo maridhiano. Na ndio maana hapa matatizo yote yalikuwa yanatokea baada ya 2001 ikaanza mazungumzo yale ya mwafaka, ikaendelea mazungumzo muda mrefu, ikaendelea. Kabla yake kila uchaguzi kitokea nini tatizo, wanakuja ni Commonwealth ili kutafuta suluhisho, lakini suluhisho inasema wako maadui wawili na wasuluhishi, lakini maadui hawalipo. Lakini unataka kutafuta kitu gani ile uadui itaondoka kabisa? Katika hii miafaka, mimi nahisi kwamba mwafaka dhana yake ilikuwa kwanza, moja ilikuwa inasimamiwa zaidi na muungano. Serikali ya muungano ile ni chama CCM ilishiriki moja kwa moja. Mkuu wake alikuwa namsahau sasa, mzee yule wa kule Lindi, yeye hodari katika mambo ya hayo, lakini alikuwa wa CCM wa bara. Ugomvi ni yetu kati ndani ya nchi yetu, na inaonyesha kwamba kila wakati wanapoingizwa watu kutoka nje kutusuluhisha sisi, wao wanakuja kweli, wao ni independent, lakini wao wanakuja kutaka kuleta makubaliano. Na makubaliano ni kama unakwenda unacheza nini mchezo hivyo, unagawana hii kwa wewe na hii nachukua mimi, tunagawana vile. Kwa hivyo ilikuwa mambo kupiana, mimi nakupa hii, wewe nipe hii, bila ya kujenga ile maridhiano ya moyoni, ile kwamba watu wanasema sisi tunaungana kwa sababu sisi ni wamoja, tuna maslahi yetu ya pamoja. Ile ndio tunganisha, sio vitu vingapi tumepata katika serikali ile yote katika ile mwafaka ilifanya kazi nzuri vile vile, ile kutaka kuleta proposals kwamba proposal namna gani, lakini ilikuwa haikuweza kufanikiwa kwa sababu bado ilikuwa nasimamiwa na bara. Kwa hivyo ndio maana, lakini proposals zingine zilikuja nzuri pale, lakini haikushughulikiwa kwa sababu hiyo. Kusema kweli, serikali ya CCM ya bara ilikuwa na maslahi na serikali ya CCM hapa Zanzibar. Walikuwa hawataki kutoa nyingi sana, walikuwa na control zaidi. Kwa sasa hakuna maridhiano kati ya Wazanzibari Wajapani, na hiyo ndio tofauti moja kubwa iliyotokea. Ikaendelea ile mvutano ile mpaka 2005 uchaguzi katokea, bado ugomvi umetokea. Lakini kabla ile ya uchaguzi wa 2005 ikaja dhana hiyo ya maridhiano na ya serikali ya umoja kitaifa. Na mimi nakumbuka mimi mwenyewe nilikuwa nafanya research yangu kule Ulaya, London pale, mara nikasikia kwamba Maalim Seif kaja pale kuja kuongea na Wazanzibari, na mimi nikaalikwa, basi nikaenda kwa kukaa pale.
Wameanza kuongea kueleza hivi, alafu Maalim Seif kasema ni 2005 kabla ya uchaguzi, kasema kwamba mimi nikishinda nitaunda serikali ya umoja kitaifa GNU, na ahidi, kasema hivi, na ahidi kwamba mimi nikishinda nitaunda serikali ya umoja kitaifa. Sasa mimi namsikia vile, na mimi siku zote nilikuwa fikra hiyo, ndo nasema ndo hiyo ndo namna ya kuendesha nchi hii. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ishaanza kukubali, lakini halafu yeye kaendelea zaidi, na mimi naahidi vile vile kwamba uchaguzi uliokuja baadaye, baada ya hii ya kesho kutwa, hii uchaguzi wa pili nikishinda, naahidi kutoka sasa kwamba nitaunda serikali ya umoja kitaifa. Mimi mwenyewe kidogo nimeingia wasiwasi. Mimi nikauliza swali, nikamwambia Maalim, ile mara ya kwanza kusema kwamba utaunda serikali mimi nakubaliana nawe kabisa, lakini vipi unaweza kuahidi leo kabla kuona wale wenzako watabehave vipi katika hiyo serikali? Wakiingia katika serikali wanavuruga kila kitu, wanapinga kila kitu hivi, hicho kwa serikali haiwezi kuendelea. Vipi unaweza kuahidi kuanzia sasa? Kwani usubiri mpaka ifanyike hiyo mara kwanza? Yeye kanjibu, almost nakumbuka maneno word for word, anasema hapana, lazima ujenge imani ili wao wasifikiri umewadanganya tu mara kwanza. Sasa hapa kasema hii statement ya maarifa kubwa, wanaita Uingereza statesmanship, kwamba ameonyesha kwa maslahi ya nchi ndio iko mbele zaidi, na yeye anajua unaunda serikali ya umoja ya serikali ya umoja wa kitaifa, maanake kwamba nusu mawaziri wako watakuwa watoka chama kimoja na nusu kutoka chama cha pili, na maana yake kwamba wako wenzako wengi katika ile chama chako watakosa waziri. Zamani walikuwa wanapata waziri kama 14 wote wanatoka chama kimoja, sasa itakuwa 7 kwa 7, na wengi lazima wale politicians wanataka mawizara, lakini yeye alikuwa tayari kuahidi mara mbili tena. Sasa hapo ndo nikaona ndo njia hasa ya kuweza kupata suluhisho, lakini kwa bahati mbaya yeye hakushinda. Imetokea vile vile tatizo la uchaguzi ya 2005. Ilipoanza kusogea uchaguzi wa 2010, sasa mambo watu wakaanza kufikiria tena, na kwamba sasa uchaguzi utatokea, itakuwa mvutano tena, tutapigana tena, tutaanza kuuana tena. Basi mimi nimeambiwa kuna hadithi nyingi kwamba wakati ule ule kabla uchaguzi ule walikuwa watu wengine wa CCM wa zamani, lakini walitoka kule wakaingia kafu. Mmoja wapo alikuwa nani, mzee mmoja kwa misikiza naanza kusema majina, hata alikuwa anakuja hapa tulikuwa tunaongea bana nyingi. Yeye jamaa ni Mzaramo, tena alikuwa anasema nikazaliwa bara, lakini kaja hapa alijiunga moja kwa moja Mzanzibari ya through and through hiyo. Lakini alikuwa kafu. Lakini rafiki yake wa karibu sana Hassan Nasr Moyo alikuwa karibu sana naye, lakini yeye alikuwa CCM na alibakia CCM. Sasa ikatokea ile nani, ile rafiki yangu pale kafariki. Ndio alipofariki pale, ilikuwa khitma hapa nani Jibril. Sasa washasoma khitma pale, wanatoka nje, alisimama Maalim pale na kapita Hassan Nasr, na wao najua na vile wanaongea. Basi nasikia nani Maalim kamwambia, kamuuliza nani Hassan Nasr, mpaka lini tutashindana kama hivi sisi tunagombana wenyewe kwa wenyewe? Hassan Nasr Moyo kafahamu nini anamuuliza, sio swali lile. Anasema, hii unaniambia mimi au unataka nipeleke message huko? Anasema, fanya na uona bora. Basi ndio.
na nafikiri hiyo ndio njia moja, labda mambo mengine yaliyotokea vile vile. Sasa hapo ndio ikafanyika ni kitu cha kwamba yule kaenda kule kaongea kule, na safari hii ikamwingia akilini Karume kwamba yeye anamaliza mula wake wa pili, anawacha nchi imegawika vile vile. Ikitokea fujo, lawama itakuja kwake vile vile. Kwa hivyo hapo ndio kaanza haya mazungumzo ya kuunda serikali ya umoja kitaifa. Namna ilivyotokea mimi sina sana, sababu ilikuwa kisiri, lakini ilikuwa ni kamati moja ilikuwa nasimamia, lakini inaonyesha kwamba kitu tulikuwa tunahitaji, na uzuri wake safari hii ni 2009 kwamba katika mazungumzo haya ni Wazanzibari tu wamehusika wenye kwa wenyewe. Viongozi wawili Karume na Maalim Seif wamegongana vichwa kwa pamoja na wamejadiliana mpaka wamekubaliana waunde hiyo serikali pamoja. Kwa hivyo hiyo ndio ni matokeo yaliyokuwa inaonyesha, na mimi naona somo kubwa ni kwamba tukienda nje kumtafuta mtu kutatua matatizo yetu nyumbani, wao wanakuja na kweli wanajaribu kutafuta, wao hakuingilia huku na huku, lakini anatafuta huyu ataweza kutoa kitu gani na huyu anaweza kutoa kitu gani, mambo ile kupeana hapa give and take ile haileti ile moyoni maridhiano ile, kwamba mimi kusema maridhiano manake kwamba nakubali wewe ndugu yangu kamili. Sasa ile kukubaliana namna hiyo ndio muhimu ya kujenga. Vile viti ni swala dogo baadaye. Asante Profesa. Sasa Profesa, unapozingatia yote ambayo umeyazungumza kwa maana ya dhati ya maridhiano, historia ya maridhiano katika tarehe ya Zanzibar, na ukazingatia pia haya ambayo yamejiri juzi kwa maana ya kusema kwamba katika uchaguzi wa Oktoba 2020 yote ambayo yametokea na yaliyotokea baada ya hapo, serikali kutangazwa, kuundwa kwa serikali hiyo, kauli ya aliyepewa dhamana ya kuongoza serikali hiyo kwamba anahakikisha kwamba anatekeleza katiba katika ujenzi wa jamii wa Zanzibari kwa matarafu ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, na kauli nyingine za baada ya hapo na vitendo vinafuatia baada ya hapo. Je, unaamini Profesa, kama Mzanzibari na kama mwanahistoria, kwamba maridhiano haya sasa yanachukua njia sahihi kuelekea kule kutakiwako, ama ni yale yale tu yaliyojiri huko nyuma mpaka ikabidi kwamba kila baada ya muda Wazanzibari wanaingia katika chaguzi, wanauliwa, wanaumizwa, na baadaye yanakuwa ni mduara wa papo kwa papo, wayayo kwa yayo wasemavyo watu? Sasa hapa ni swala kubwa kweli, kwamba tunajua mambo yaliyotokea haya yametia madonda yaliokuwa mabaya zaidi kwa yote. Ya 2001 ilikuwa maovu mengi, lakini safari hii ile ilikuwa mara ya kwanza ilipotokea. Safari hii ilipotokea na uvunja moyo watu wengi kabla yake walikuwa washaanza kusema kwamba sisi hatuendi kupiga kura kabisa, wacha kama nataka kumtawala, kama nataka kurejesha chama kimoja, wacha warejeshe. Imekuwa sasa kama wameshindwa kabisa. Kwa hivyo katika hali hii namna ilipotokea, ilikuwa tabu kuikubali mfumo ule wa maridhiano ilikuwa hapo zamani. Katiba inasema kwamba lazima uunde serikali moja, lakini maridhiano hakuna kabisa. Moyoni ilikuwa imepotea kabisa baada katika mambo haya. Sasa umekuwa umepata kile chombo tu basi, lakini kwa sababu kile chombo ni kia kisheria itendeke, na kama hukuingia mle ndani ndio inaweza kuwa mbaya zaidi. Imekuwa hakuna njia nyingine bila kuingia pale. Kwa hivyo kuingia mle ndani ilikuwa muhimu, lakini sasa kitu gani itafanya sasa
ili kuhakikisha kwamba haya madonda yatapona katika miaka mitano yanakuja. Na hapa nafikiri tunahitaji kwa pande zote mbili, kwa moyo safi, nahitaji kwamba kweli tuseme kwamba kweli hatutaki kupigana kuuana tena, na tukitaka kusema vile tuanze na wale walioumia sasa hivi. Hatuwezi kusubiri mpaka baada ya miaka mitano. Tuanze hawa walioathirika, hawa lazima kwanza washughulikie, hawa watibiwe wote vizuri. Wale nini, kama kuna nini fidia ya kupewa wale watu wapewe, wale wapozwe, waseme haya tunasamehe. Ni muhimu kufanya hivyo kwanza, na ile ifanyike wazi wazi kabisa. Hii mambo ya kutaka kuficha ficha hivi, wewe hutaki kusema ile kwamba maki hapa tunaongea juzi. Mimi nasikitika sana, nini nimetajabu kuanguka, watu wawili wamekufa. Imetajwa katika magazeti marais watatu, rais na vice president wawili wamekwenda kutizama ile kule iliyotokea pale. Yametoka ni kauli kwamba hawa watu walioumia watatibiwa na tutafuta njia dini tuweze kwa poza vile kwa watu wawili hawa. Lakini wale waliokufa katika uchaguzi hatutaki kuongea kisha openly serikalini. Rais hakuwahi kusema bado kitu. Ni muhimu kitu, hata kama unaona kitu kibaya, yeye mwenyewe hakusika pale, yeye hakupanga ile. Na nafikiri lazima itakuwa na mchoma yeye kwamba imerithi jamii, nchi ilikuwa katika hali mbaya, yeye hakusika. Hatusemi kwamba yeye kahusika, lakini anataka ionekane wazi kwamba ile iliyofanyika ni kosa, ilikuwa hatutaki kurudia tena. Kwa hivyo tuanze hawa, tuwapoze hawa sasa kwanza. Hiyo ni moja. Halafu tuanze kushughulikia kitu gani iloleta pale, na hapo katika matendo vitendo, serikali imeanza kuonesha kwamba kweli wanataka kuleta maridhiano, kwa sababu unamwona waziri anasimama pale kwa ukali, anasema kwanza vikosi vya SMZ wanaambiwa kwamba hakuna sasa, hatutaki kusikia watu kulalamika kwamba wameonewa. Masheha hatutaki kusikia kwamba hawapi barua na ni watu kwenda kupata vitambulisho. Halafu yale ni ubadhirifu na wizi uliotokea pale yanatajwa. Kwa vitendo serikali imeshaanza kuongea, kwa mdomo hakutaja wanafanya vile, lakini nafikiri tunahitaji hata kutaja kwa ukweli kwamba tunakubali ilitokea, kama kule South Africa walifanya vingine kuleta maridhiano ile, baada ya ile serikali ya weupe walipokubali kushirikiana na Afrika, wakaunda nini taasisi chini yule Archbishop alioleta maridhiano kule. Wamesema truth and reconciliation. Reconciliation maana ndio maridhiano, lakini truth and reconciliation, ukweli usemeke kwanza, halafu unajua kwa nini unaleta reconciliation. Hapa sisi truth hatutaki kuongea kwanza. Kwa hivyo hiyo tunahitaji tuseme wazi, kwa sababu ushasema ile truth kwamba wale waliofanya maovu labda wanaweza kujirudi wenyewe wakabadilisha mawazo yao, na hiyo ni muhimu. Hatutaki kila waadhibu kila mmoja alofanya vile. Wengine wameamrishwa kufanya vile, wengine walikuwa na chuki zao wenyewe, lakini sasa washaona wakibadilika, wao ni ndugu zetu wale. Kwa hivyo isemeke wazi kabisa. Halafu ile nyingine kwamba tunahitaji sasa kwanza kusafisha yale machafu yalokuja. Na hapa tuanzie na machafu yaliyoingia kwenye uchaguzi kwenyewe, kwamba ile tume ya uchaguzi kweli, kila tume ilikuwa inalaumiwa kwamba
inatokea wizi nini hivi, lakini safari hii namna ilivyotokea ni kwa uwazi sana kabisa. Machafu yale yameonekana na matokeo yake sasa, kwamba unaona kutazama Baraza la Wawakilishi, kawaida uchaguzi wote uliofanyika toka 1995 na wakati wote uchaguzi ulikuwa unasimamiwa na tume ilikuwa imeteuliwa na rais wa CCM, naye results zilikuwa na matokeo yanatokea yote yanatoka nusu kwa nusu kila wakati. Kutazama wawakilishi nusu kwa nusu, wanapishana kidogo tu, moja tukazidi huko au wawili kazidi huku basi. Safari hii unafika katika baraza la wawakilishi ya watu 50, wa opposition ni 1 tu waliochaguliwa. Hapo inaonekana wazi kwamba haki haikutendeka hapo, lakini sisi tunahitaji kuamini kwetu sisi katika kutizama serikali namna itizame kwamba wale 4 hawasemei majimbo yao tu wale 4 wanaosemea 50% ya watu, na hiyo ijulikane wazi kabisa kwamba sio kwamba wanaosemea wale ni wale 4 majimbo yao tu, wale lazima wawasemee wote 50%, hata wale waliokosa. Na makamu wa rais vile vile wa kwanza, yeye yupo pale, asiseme kwamba yeye anawasemea wale yeye kapata 19% ya kura. Hiyo tunajua vipi imetokea. Yeye anawasemea nusu ya watu, na hiyo nataka ifahamikane huko kabisa kwamba mimi naongea na mwenzangu, alikuwa mwenzangu equal. Kuwasemea wananchi, sisi tunawasemea pamoja sawa sawa. Ukianza kuamini hivyo, unaanza kujenga maridhiano, na wale watataka kufanya vile, na sio wao wenyewe wafanye vile, lakini wale wengine wenzao, wale CCM waliokuwepo pale, waanze kuwatizama wale. Wakianza sasa hivi kutumia siasa tumendani kusema nyie wenyewe wachache tu, wengi wape, na wengine watawasikiliza, lakini haina haja kutenda, itakuwa mbaya. Waanze kufikiria kwamba sasa tuko katika serikali ya pamoja namna hii, ingawa inakuwa tabu zaidi. Kwa hivyo ni muhimu hiyo ianze kifikra zetu yaanze, lakini immediately nafikiri tunahitaji kushughulikia tume ya katiba, tume ya uchaguzi, kwa sababu maovu mengi yametokea kule. Wamepigwa huko nje, lakini uchafua ile uchaguzi wenyewe umeanza pale. Haya mambo yaliyozidishwa na sitaki kusema, lakini wizi umetokea uchaguzi. Sasa ile wizi usitokee tena, na itakuja by election sasa, uchaguzi ya marudio, na hivi karibuni mwezi 2-3 chini yake itatokea uchaguzi ya yule marehemu Abubakar Bandani pale. Sasa pale itapofanyika uchaguzi pale, tuhakikishe pale tunajua kwamba yule angeshinda tu, lakini uchafu usitokee kabisa yote, pamoja na watu kuziwiliwa, kukubaliwa kusimama, na yote yatoke wazi. Hapo ndo truth ile inachoma, lakini lazima umeze dawa. Hapana shaka na profesa, hapana shaka hili la kumeza dawa chungu ndilo lenyewe hasa ambalo ndilo lenyewe hasa katika mazungumzo yetu, kuangalia namna gani ambavyo dawa chungu hii inaweza kumezwa na inaweza ikatibu majeraha na madonda ambayo yameingizwa kwenye historia ya Zanzibar, tarehe yetu, kwa miaka nenda kwa miaka rudi, zaidi ya mwaka wa 130 huko tunazungumzia, kwa maana ya tangu hapotua mguu wake Mwingereza katika ardhi ya Zanzibar mpaka hivi leo. Sasa swali langu kwako ni hili: ni kipi unadhani kwamba kilikosewa, kwa mfano katika maridhiano haya
ambayo yalianzishwa sasa katika mkondo huu mwaka 2009 na viongozi wawili wakubwa siku hizo wa kisiasa, kwa maana aliyekuwa rais wa Zanzibar Dr. Aman Karume na aliyekuwa katibu mkuu wa CUF wakati huo, sasa hizi ndio mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, pia na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad. Kipi ambacho kilikosewa katika maridhiano yale na ambacho kinapaswa kuepukwa katika awamu hii sasa ya utekelezaji maridhiano ili tusirudi kule kule? Maridhiano yaliyopatikana 2010 haikuwa perfect, haikuwa kamili, na hayo kwa sababu bado watu ndio mara kwanza, bado watu walikuwa wanavutana. Kwa mfano, na hii nakumbuka mimi wakati nilipokuwa naendelea na naambiwa mazungumzo yanapoendelea, walikuja CUF na proposal zao, wanataka iundwe muungano iweze kuunda serikali moja iliyokuwa kamili kabisa, moja kwa moja. Serikali moja inaunganisha vyama vili moja kwa moja. Kwa hivyo katika serikali ile, wakati ule ilikuwa mfumo, alikuwa rais na alikuwa chief minister, na wote wawili hawa wanahusika moja kwa moja katika ile administration, moja kwa moja politically na administratively, ya kuiendesha ile serikali. Kwa hivyo wao walipendekeza kwamba madam tunataka kuunga serikali ya moja kutesha, ikamatane namna ile kwamba hata rais atatoka chama kimoja, wale waliopata zaidi, lakini chief minister atatoka chama cha pili. Ilitoka kwanza, wanalazimika hawa wawili washirikiane pamoja, wafanye kazi pamoja. Hapo unaunganisha watu kwa kazi kila siku hivi pale, inakuwa itakuwa madhubuti. Hiyo proposal moja ilikuwa yao. Ya pili ilikuwa kwamba vyama viwili au kama ingekuwa zaidi, wanapoungana pale, kila mmoja ina ilani yake wanapoenda kwenye uchaguzi. Kwa hivyo wao wanayo ni program yao, na hapa wanayo program yao. Sasa wanapoingia kwenye ile serikali, lazima wanayo program iliyokuwa ya pamoja, au hivi itakuwa hakuna muungano. Kwa hivyo wanatakiwa, sisi ilani yetu hii na nyie ilani yenu hii. Sasa tumeingia kwenye coalition, kwenye serikali ya umoja kitaifa, tutauana sisi. Matokeo nini? Mipango yetu na mipango yao vipi yatakaa pamoja? Yale tunakubaliana tunaendeleza, yale hatukubaliane tuongee tutaweza vipi kubadilisha, kupatana, tupate common ground. Hiyo ndio ilikuwa proposal. Sasa hizi proposals mbili zilikuwa za CUF kwamba zina kilini sana, kwa sababu unapofanya coalition government ndio kawaida ndio unafanya hiyo, sio kugawana mawizara tu, lakini hata ile program ile unaozesha. CCM wakaja wanasema hapana, rais atatoka chama iliyoshinda, na huyo chief minister alikuwa ataiendesha ile serikali wenyewe vile vile atoke chama chake. Kwa hivyo ikaja proposal sasa wawe vice president wawili. Vice president wa kwanza atakuwa wa chama cha pili, lakini yeye kazi yake kubwa nini? Ushauri, kutoa ushauri. Hana sauti kubwa katika administration direct. Yeye anaambiwa ni mshauri mkuu wa rais, lakini kama tunavyojua mshauri ni mshauri, anaweza kutoa ushauri, ushauri unaweza kukataliwa na yeye hawezi kupinga hiyo. Wao kashikilia hiyo, na badala yake walitaka vice president wa pili atoke chama chake, na kama ikitokea rais anasafiri kwenda nje, acting president atakuwa yule chief minister, yule second vice president. Tuseme kwa bahati yote ameondoka dunia,
vile vile yule ndo harithi yule. Imekuwa pele bado kwamba ile maridhiano bado ilikuwa kukutoa yote kabisa. Ya pili ilikuwa hii ni ya ilani. CCM walishikilia kwamba kama CCM inashinda katika ile, lazima itekelezwe ilani ya CCM tu. Sasa hapo inaonyesha kwamba ile maridhiano yako bado hukutoa kamili ile. Hukutaka actually kuridhiana na mwenzako, kwa sababu hutaki kusikia chochote anasema, anataka kusema, anataka kutenda yeye. Sasa hapo ni ninavyojua mimi, ninavyosikia wakati ule kwamba mpaka mwisho walikuwa wanashindana kwamba hii itawezekana vipi, kwa sababu itakuwa wewe watu wako wa chama CCM wana wale tuseme wa CCM wameshinda, wale wenzako wa CUF wanakwenda kule wanafanya wa mawaziri na yule nani first vice president vile vile, lakini wote wafuate ilani ya CCM. Wala haingia akilini to some extent. Hiyo ndo weakness mbili niliona pale, na weakness pale sio kama in terms of administration, kama inaonyesha bado kwa kiasi fulani hakuimeza kabisa ile dhana ya maridhiano, lakini hiyo ndio iliweza kupatikana na muda ilikuwa mfupi sana. Mazungumzo haya yanakuwa 2009. Ingetakiwa kuandikwa nini, marekebisho katiba, ilikuwa vile vile ifanyiwe kura ya maoni, yote hayo. Kwa hivyo shingo upande CUF akaikubali. Sasa hiyo ni weakness iliko, na to some extent labda unaweza kusema imeweza kuchangia katika ile home. Lakini cha pili tuseme kweli kweli, na mahali mimi mwenyewe amekiri karibuni kwamba ilipotokea nini tatizo uchaguzi wa 2015 mpaka ile nini uchaguzi kufutwa kabisa yote ile, kusema kweli wafuasi wengi wa CUF walisema kwamba hatuwezi kushiriki tena kama rudio haya. Mimi sikufurahiwa na hiyo, na argument yangu ilikuwa vile vile kwamba kama wewe hushiriki, serikali ile CCM itaingia peke yake, itaweza kubadilisha mambo mengi, hata pengine kuifuta hiyo ni maridhiano, wakabadilisha katiba tena vile vile, wangeweza kufanya hivyo. Kwa bahati haukuweza kufanya. Lakini kuhususia ile uchaguzi wa 2015, hata mali mwenyewe sasa amekiri kwamba ile ilikuwa kosa, na imewapa fursa wao kutia nini masharti mengine katika ile uchaguzi ile wavuruga ule waziliwa watu, kama tuseme maki namna ilivyobadilishwa ile nini tume ya uchaguzi, kwamba mtu Jumaduni kasoma mpaka masters kawa waziri katika serikali huko nyuma, anakuja kukataliwa kusimama na uchaguzi kwa sababu kasahau kujaza box moja kutaja kwamba yeye ni mwanamume na si mwanamke. Sasa hiyo imefanyika katika uchaguzi huu, lakini imefanyika kwa sababu kwa kiasi fulani kwamba CUF hawakuwepo pale kupinga hiyo. Kwa hivyo hiyo nafikiri ndo ilikuwa kosa hiyo, na ndio maana imechangia kwa kiasi hiyo fulani. Kwa hivyo mimi naona tumeshindwa mule kwa haya makosa yaliyofanyika huko nyuma. Sasa ilipotokea uchaguzi namna alivyoendelea tumeona hapa. Naam, Profesa, asante sana. Nilikuwa nasema kwamba nilikuwa swali la mwisho lilotangulia, lakini haya ambayo umeyazungumza yamenipa tena uthubutu wa kule swali moja tu la mwisho nivumilie kidogo hapa, ambalo ni hili. Baada ya yote ambayo umeyazungumza haya, bila shaka tunajua kwamba bado si kwamba kila mtu ndani ya Zanzibar au nje ya Zanzibar amekubaliana na hatua ya ACT Wazalendo kuingia serikalini, hasa kwa sababu ya yote ambayo alijiri katika uchaguzi wa 2020 na mazagazaga yake.
kwa nasaha zako kama mtu mzima ambaye umeshaona mengi na pia umeshayasoma na kuyasomesha mengi kwenye historia ya Zanzibar, ungewashauri vipi? Nasaha zako ni zipi kwa wao? Mimi ningesema kwamba kuto kuingia itakuwa rahisi kujibu. Kama hatuingii itakuwa mbaya zaidi kuliko 2015. Kukushiriki safari ndo kama unawaambia CCM, sasa nendeni badilisheni katiba, futeni hii serikali ya umoja kitaifa kabisa. Hata wataweza kufanya nini, kura ya maoni ya wananchi na tume ya uchaguzi kama ilivyo itaweza kupitisha hiyo. Imekuwa yale ni mafanikio tulopata 2010 itakuwa ndio inapotea kabisa. Tutabakia sisi nje na malalamiko. Hawa wanasema vile wewe unakasirika na sisi sote tunakasirika. Tumekasirika. Lakini kukasirika tu peke yake inabakisha chuki. Maridhiano inafungua kwa ile njia. Muhimu hapa kwamba kwa kiasi gani unaweza kuwaamini wenzako watakutendea haki kuanzia sasa. Sasa kama huna imani kabisa kwamba utatendewa haki, hapo utasema nikiingia nisiingie yote moja. Lakini hapa sasa hivi angalau amri zile ya marais namna mawaziri wale namna wanavyoongea waanze kuwa tested sasa. Wale watu siku zote walionyimwa nini birth certificate na wamekosa nini vitambulisho, waende haraka kweli kweli waweze kupata pale, waweze kuonesha kwamba sasa tumepata, na ile iwe establish kwamba hii ni sasa common practice, hii ni right, iwe established. Tuchukue advantage hii, kwa sababu kususia tu haituachii na chombo chochote silaha yoyote ya kupigania. Tutabakia sisi kukandamizwa. Na ndio maana mimi naona kwamba pengine maka umetupwa nini katika tope kabisa, lakini si maana kwamba umekuwa katika tope basi bora ubakie huko. Lazima usimame. Naam, Profesa, nakushukuru sana kabisa Profesa Abdul Sherif kutupa tena muda wako adhimu huu kwenye gumzo hapa, tukazungumzia kuhusu maridhiano wa Zanzibari kwa mtazamo wa taaluma yako ambao umebobea taaluma ya historia, na nashukuru sana kwamba umetupa maarifa makubwa sana hapa ambayo naamini kwamba watazamaji wetu na bila shaka mimi mwenyewe tumepata maarifa makubwa, elimu kubwa kutokana na haya. Mwenyezi Mungu azidi kuhifadhi, akulipe kheri, utupe maarifa ambayo unayo, na bila shaka tunazidi kuiombea nchi yetu ya Zanzibar na Wazanzibari kwamba baada ya yote sasa waone kwamba umefika wakati wa kusonga mbele kama taifa, kama jamii, na kwa hivyo wapa Mwenyezi Mungu aminia kheri zake ambazo amezipangia, maana kama alivyosema mwenyewe kwamba habadilishi kwenye kaumu mpaka kaumu hiyo badilishe yaliyomo nafsini mwao. Naam, nikushukuru pia nawe mtazamaji wetu wa Gumzo kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho hapa. Naitwa Mohamed Ghassani, na bila shaka usiache kuendelea kufuatilia mfululizo huu wa Gumzo kwenye dhana hii ya maridhiano ya Zanzibari, kwa sababu hii leo ilikuwa ni silsila nyingine, lakini zijazo pia zitakufurahisha kwa msemo uliopo nyumbani hivi sasa. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.